Hadithi nambari 7175 inasema hadathana Uthman bin Salih hadathana Abdullah bin Wahb akhbarani Ibn Jurayj anna Nafi' akhbarahu, kwamba Nafi' alimwambia huyo Ibn Jurayj, anna Ibn Umar, kwamba Ibn Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu, amemwambia, kana Salim maula Abi Hudhaifa, alikuwa huyu Salim maula Abi Hudhaifa, ya ummul muhajirin alawwalina, alikuwa akiwasalisha muhajirina wa mwanzo, wa ashaba nabii, na masahaba wa mtume, fi masjid Quba, katika masjid Quba, fihim Abu Bakarin, hawa waliokuwa akiwasalisha alikuwa Abu Bakari wa Umar wa Abu Salama wa Zaid wa Amir bin Rabi'a. Haya, vipi atakutokea mtu aje aseme kwamba Abu Bakari na Umar walikuwa ni a'lamun nas? Abu Bakari alikuwa na elimu zaidi kuliko Ahlul Bayt, alikuwa na elimu zaidi kuliko Ali. Ali mwenyewe anasema hivyo. Sasa vitabu vyenu vituambie kwamba Abu Bakari alishindwa hata na maula huyu mtumwa huyu mtoto mdogo, maula Abi Hudhaifa Salim, alikuwa aktharuhum Qur'anan. Utakuja kumlinganisha Abu Bakari na Umar wa Ali, Hasan na Hussein au na Fatima? Wallahi inasikitisha sana. Ukisoma riwaya kwamba Ali kasema alikuwa mbora wetu ni Abu Bakari, mbora wetu ni yule ambaye aktharuhum Qur'anan, aktharuhum ilm, aktharuhum taqwa. Elimu ile iko wapi kama alisalishwa na Salim maula Abi Hudhaifa? Ina maana hata riwaya ya yeye kuwasalisha watu baada ya mtume alipokuwa anaumwa ni riwaya dhaif. Tutakuja kueleza kuhusu riwaya hii, wanajisemea tu watu. Kwa hivyo kwa ufupi, kwa mujibu wa Sahih Bukhari, Abu Bakari na Umari masahaba wa mtume wengi, kabla ya mtume kufika Madina, walisalishwa na Salim maula Abi Hudhaifa. Sababu laiti mtume angekuwa Madina, asingesali huyu Salim maula Abi Hudhaifa, bali imamu angekuwa ni mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini nukta iliyopo hapa ni kwamba na Abu Bakari na Umari walikusha kutangulia Madina kabla ya kufika mtume huko Madina. Kwa hivyo kusema kwamba Abu Bakari alikuwa katika pango kwa mujibu wa kitabu hiki cha Bukhari ni utata mkubwa sana, vile vile kwa mujibu wa vitabu vya Ahlus Sunna wal Jamaa. Lakini kama nilivyosema kwamba mimi sina matatizo ikiwa Abu Bakari atakuwa katika pango au atakuwa nje ya pango, kwa mimi ni sawa tu. Naona kwamba neno li swahibihi halina fadhila, kama nitakapokuja kueleza hapo baadaye kwamba hakuna fadhila katika kuitwa swahibu wa mtu.